Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mtazamaji wetu wa Gumzo, Ramadhani Karim. Najua kwamba tangu Ramadhani imeanza hatujapata kurekodi mazungumzo yote hapa kwenye gumzo letu, lakini leo alhamdulillah tunaungana tena kwa mara nyingine na Sheikh Ponda Isa Ponda akitokea nchini Tanzania. Huyu ni kiongozi wa jumuiya ya maimamu wa Tanzania, ama sivyo? Naam, asante. Sheikh Ponda, kwa hakika mimi na wewe tunawasiliana back channel wanavyosema vijana siku hizi mara kwa mara, na mwanzoni mwa mwezi huu tarehe 3 tarehe 4 ulinitumia ujumbe. Wa kwanza ulikuwa ujumbe wa kufurahisha, habari njema, alhamdulillah, tukatoka machozi ya furaha. Wa pili ukawa ujumbe wa kusikitisha kuhusu ujumbe wa mwanzo, na tukatoka machozi sa masikitiko. Sitaki nimweleze mtazamaji mimi hapa jambo hilo, nataka wewe mwenyewe tueleze mwanzo mpaka mwisho, kipi kimejiri kwa watu wetu, kwa ndugu zetu ambao wapo katika mikono ya vyombo vya dola na kwa zaidi ya mwaka wa 10 sasa. Naam, nitumie fursa hii kwanza kushukuru kwa kufuatilizia jambo hili ambalo umeliona kwenye vyombo vya habari, na pia tulikutumia ujumbe na ukapenda tuwe na kipindi cha leo. Lakini pia niwasalimie watazamaji wetu. Kilichojiri Jumanne ni kuhusiana na kadhia ambayo ni ya muda mrefu na ni maarufu, inafahamika kwamba hapa nchini kwetu Tanzania kumekuwa na wimbi kubwa la viongozi wa Kiislamu kukamatwa kuanzia toka 2015, na hasa ilipopitishwa baada ya kupitishwa sheria ile inaitwa sheria ya ugaidi mwaka 2002. Imeanza kutumika zaidi kwenye 2015 na kuja huku mbele, ambapo Waislamu wengi wametiwa mahabusu na wengi wamepotezwa, hawajulikani walipo, na baadhi yao kama tulivyoweza kuona huko nyuma, maiti zilikuwa zinaokotwa barabarani na kwenye fuko za bahari. Sasa hawa walioko ndani wameshtakiwa kwa makosa ya ugaidi. Hii ni kundi moja ambalo kadhi yake tunazungumza ya juzi tarehe 4, ambalo kwa bahati tuseme mbaya au nzuri, tumewahi baadhi yao katika kundi hili tumewahi kuzungumza katika vipindi vilivyopita kwamba ni watu wa familia moja, familia ya Ulatule. Katika hawa watu 12 ambao juzi walipelekwa mahakamani tarehe 4, tarehe 3 na tarehe 4, watano katika hawa ni watu wa familia moja na 7 ni watu tofauti walipelekwa. Sasa kilichotokea ni kwamba hawa watu kwa muda mrefu wako gerezani, na baadaye shauri lao lilikamilika, na ikawa tarehe 3 na tarehe 4 ndio shauri litaanza kuzungumzwa Mahakama Kuu chini ya jaji aliyopangwa Kerikiano. Kwa hivyo tarehe 3 walipelekwa mahakamani na ikatajwa shauri na ikapangwa kusikilizwa tarehe 4. Tarehe 4 walipofika mahakamani, upande wa jamhuri ulionyesha kwamba umefika mahala kwamba hauna haja ya kuendelea na ile shauri, na kwa hivyo mahakama ikachukua uamuzi wa kulifuta lile shauri na kuachia uhuru wale watuhumiwa wote 12 ambao wote wamekaa gerezani kwa muda wa miaka 10. Sasa ndugu ambao walikuwepo karibu pale walifurahi kwanza kwa ile tukio la hukumu ile iliyotolewa, na kilichotokea ni kwamba walikuwa wanafanya maandalizi ya kuweza kuondoka na watu wao, familia zao, kurudi nyumbani. Lakini inaelekea kwamba kulikuwa kuna njama ambayo ilikuwa imepangwa na ilikuwa imeratibiwa katika ufundi fulani hivi, ambapo pia ililenga kuwalaghai wale ndugu wasiweze kujua kile ambacho kinatakiwa kufanyika pale. Kwa hiyo ndugu walielezwa pale, walielezwa pembeni kwamba mnachotakiwa nyinyi kwenda katika kituo cha polisi ambacho kwa mara mwisho ndipo ambapo wale watuhumiwa walitoka kwenye kituo kile, kituo cha Stakishari. Waliambiwa kwamba mtakiwa mwende kule, lakini mwende na barua za udhamini, kwa sababu kwenye kesi hizi kesi za Waislamu kumekuwa kuna tukio ambalo ni la ajabu sana katika mfumo wa sheria, kwa maana kwamba watu wanashinda mahakamani, wanashinda mashauri, lakini wanapoachiwa na mahakama alafu wanalazimishwa kwamba wadhaminiwe tena polisi chini ya wale ambao walikuwa wako nao mahakamani kwenye tuhuma. Kwa hivyo wanatakiwa waombe dhamana,
alafu ndio waweze kurudi nyumbani. Kwa hivyo waliambiwa hilo jambo kwamba watayarishe nyaraka ili waweze kwenda kuwachukulia dhamana kwenye kituo cha polisi cha Stakishari. Kwa hivyo ndugu waliondoka pale. Sasa hawa ndugu mpaka wamemaliza taratibu zile za kupata barua za mwenyekiti wa serikali za mtaa na kadhalika, ilikuwa ni jioni. Walipofika kituo cha Stakishari kule, wakaelezwa ilikuwa magharibi, wakaelezwa kwamba hawa watu hawajaletwa hapa. Kwa hiyo ndugu walirudi majumbani kwao wakiwa wanajua kwamba kwa wote wako kwenye itifaki zile za polisi, labda kesho tutawapata. Lakini siku ya tarehe 5 asubuhi walipofuatilizia tukakutana na viongozi wa shura ya maimamu, tukafahamu kwamba hao watu tayari wako kwenye gereza la Ukonga, kurudishwa tena gereza la Ukonga. Kwa kawaida unaporudishwa gerezani ni kwamba umeshtakiwa, yani umeshapelekwa mahakamani, ndio unapelekwa gerezani. Kwa hivyo hao watu wanaelekea siku ile walipoachiwa pale, kuna ukumbi fulani uliofanyika pale, pengine baina ya ushirikiano wa upande wa serikali na mahakama. Alafu wale watu wakaingizwa tena mahakamani bila ya ndugu kujua, wale wanasheria wanaotetea kujua, alafu wakasomewa shtaka jipya, alafu wakachukuliwa, ndipo wakapelekwa gerezani. Kwa hivyo hili ndio tukio ambalo lilitokea ile Jumanne, na kwa sababu mpaka watu wanaondoka pale ilikuwa taarifa ni ile ya hukumu iliyotolewa na jaji ya kuachiwa. Kwa hivyo taarifa zilienea kwenye mitandao, na shura maimamu ambao wamekushughulikia swala kama hili waliandika taarifa ya kuonyesha kwamba hawa watu wameachiwa, na ikaenea kwenye vyombo vya habari, na hata baadhi ya magazeti mpaka jana yameripoti hivyo kwamba ameachiwa. Lakini siku yake ndio ilifahamika kwamba watu hawako huru, wamekamatwa tena, wamerudishwa shtaka na wamerudishwa gerezani. Na taarifa nyingine ya kuonyesha kile kilichotokea siku iliyofuatia au kilichotokea kabla ya muda ule. Ndio maana kulikuwa na taarifa mbili ambazo uliziona. Ya kwanza kama ulivyosema ilikuwa ni ya furaha, na taarifa ya pili ilikuwa ni taarifa ya msiba. Kwa kifupi, hivi ndivyo ilivyokuwa siku ya tarehe 4 katika shauri. Naam, kabla hatuja kwenda mbele kidogo, kwa sababu nitaka tulipitisha jambo hili katika njia nyingine ya kulifafanua sasa, lakini kabla hapo umetaja vitu viwili. Kimoja, umetaja kwamba hawa washtakiwa wa viongozi wa dini ambao wanakuwa wamefunguliwa mashtaka haya ya ugaidi, hata inapotokezea wameachiliwa, basi huwa wanatakiwa wapitie mchakato huo wa kurudi kwenye mikono ya wale waliowakamata, maana vitu vya polisi ambao walikamatiwa, halafu huko wakaombe dhamana na mchakato kama huo. Nataka kujua kwamba hii imetokezea pia kwa wengine huko nyuma ambao wameachiwa, ilikuwa ni hawa mwanzo ambao waliachiwa kisha karejeshwa, lakini walitakiwa ende kituo cha polisi cha Stakishari, au wengine huko nyuma pia ilitokezea mchakato huu wakaupitia? Na nikizungumza kwanza, nizungumze huko kuachiwa mahakamani kuna kwa namna gani kwenye kesi. Kwanza, kuachiwa mahakamani kuna namna mbili. Namna ya kwanza ni pengine upande wa jamhuri wamefika mahala wameshindwa, mwendesha mashtaka ameshindwa kuwa na ushahidi wa kutosha, kwa hiyo wanaamua kuliondoa ile shauri mahakamani na watu wanatoka mahakamani. Huko ni kuachiwa kwa kwanza. Kuachiwa kwa pili ni kwamba shauri limeendeshwa na watu wameshinda ile shauri, upande ule wa watuhumiwa wameshinda ile shauri. Huko ni kuachiwa kwa pili ambao wanafika mahakamani. Sasa aina zote hizi mbili za kuachiwa katika kesi ya Uislamu, basi huwa wanalazimishwa kwamba waende wakachukue tena dhamana polisi, alafu wanaendelea kwa wanaenda kuripoti polisi, jambo ambalo ni ukilizungumza mbele ya wanasheria wote wanasema ni tukio jipya kabisa duniani, kwa maana kwamba yule mtu ambaye alikuwa na kutuhumu, mmekwenda kwenye shauri mahakamani, kaleta ushahidi wake na wewe umetoa ushahidi wako, shauri limesikilizwa, alafu umemshinda. Baada ya kumshinda hukumu imetolewa kwamba hauna hatia, alafu wewe unatakiwa ukachukua dhamana kwa yule ambaye ulimshinda mahakamani. Sasa hii ipo kwa kesi nyingi za Waislamu mpaka leo tunapozungumza, yani Waislamu wengi wanaendelea kuripoti kwenye vituo vya polisi hata kama washaachiwa. So kuachiwa kwa maana kwamba wameshinda shauri mahakamani, bado ndio mahakama imefika mahala imeonyesha kwamba hawa watu hawana hatia, tuhuma zilizoletwa upande wa jamhuri hazikuthibiti, sio kweli, kwa hivyo mahakama imewachia huru. Basi hao watu wa namna hiyo mpaka leo tunapozungumza leo hii wanaendelea kuripoti kwenye vituo vya polisi, na wanadaiwa wanaripoti kwa sababu wako chini ya dhamana. Sasa swali linapokuja kwamba hao wanadhaminiwa kwa shauri lipi, yani hakuna majibu kwamba maana mtu unadhaminiwa kwa maana kwamba una kesi, una shauri, una tuhuma.
Sasa hawa wamedhaminiwa, lakini hakuna tuhuma polisi wala hawana tuhuma mahakamani. Kwa ufupi, wamechukulia uhuru wao. Ufupi ni Eh? kwamba wako huru, hawako huru, Kesi wako kubwa nje sana. lakini hawako Yaani huru. ni jambo ambalo linafedhehesha sana. Naam. Sijui kwa nini katika taifa letu, yani kuna mambo yanakwenda kirahisi namna hii, jambo ambalo linahusu maisha ya mtu, linahusu haki lakini linafanywa na vyombo vya sheria na inaonekana jambo la kawaida, pamoja kwamba kama hivi tunavyozungumza, yani ni taarifa ambazo zinafika kwenye mamlaka, lakini wanaona ni jambo la kawaida, jambo ambalo linachafua hata taswira ya taifa. Katika huwezi ukasema kama mna mfumo wa sheria wa namna hii ukasema kwamba nyinyi mna utawala bora wa Maanake pengine sheria ambao ni mfumo wa sheria ambao una pande mbili kwa wakati mmoja, ikiwa watuhumiwa wengine ambao wanashinda kesi zao au ambao kesi zao zinaondoshwa mahakamani. Kwa mfano, juzi tumetokezea kwamba kesi ya Dr. Slaa, Ibn Slaa kwa haki kabisa imeondoshwa mahakamani. Manake tangu hapo hakuwa wengi wanaopigania haki wana upande wake wanasema kwamba hakuwa na kesi ya kujibu tangu mwanzo, hakuna kosa ambalo amelifanya, lakini wamemweka ndani kipindi ambacho wamemweka, wamemdhulumu kipindi ambacho wamemdhulumu. Baadaye wakaamua kwamba hawana kesi ya kumshtaki, hawana haja ya shauri hilo, na akatolewa. Kwa hivyo wako watu wengine ambao wanaachiwa bila shaka, lakini ni hawa viongozi wa Kiislamu peke yake, jamii wa Kiislamu peke yake ndio ambao unavyonieleza Shiponda hapa, wao ndio ambao wanapitishwa katika mfumo parallel, mfumo mbadala wa sheria ambayo haipo hata katika maandishi. Na ndio maana inaaminika kabisa kwamba sheria ya ugaidi hapa nchini Tanzania ni sheria ambayo imetungiwa Waislamu. Yaani taifa limefika mahala limeweza kutunga sheria kwa ajili ya dini fulani, na ndio maana ile sheria inakamata, yaani maelfu ya watu waliokamatwa ni Waislamu, maelfu ya watu ambao wamefikwa na maafa kwa mujibu wa sheria ile pale ni Waislamu. Kwa hivyo tumefika mahala hapo kwamba tunaweza kutunga sheria kwa ajili ya tabaka fulani la jamii, na sheria ikaleta madhara makubwa sana. Na ukijiuliza kwamba hii sheria imetungwa ina faida gani kwa taifa hili, ina maana gani? Naam, turudi sasa katika suala letu. Tumesema kwamba nataka unipitishe au tupitishe hapa katika jambo hili hasa mahususi la kesi hii na watu hao ambao tunazungumzia 12 ambao wameachiliwa na baadaye wakamatwa tena. Nataka tupitishe katika njia ya 4. Njia ya mwanzo ni njia ya kisheria na njia ya pili ni njia ya kimaadili tuseme. Njia ya tatu ni njia ya kiimani, na pia kuangalia suala hili katika masuala ya tuseme namna gani ambavyo yanahusiana moja kwa moja na haki za watu. Lakini nataka mahususi kabisa tuweke msisitizo kwa watazamaji wetu, kwa sababu tumesema kwamba katika kundi hili la watu 12 walioachiwa mara hii, 5 walikuwa wa familia moja, na huku familia hii tumeshaizungumzia. Ndugu wawili walishapoteza maisha wakiwa gerezani, familia ya Ulakule. Hebu tutajie majina ya watu hawa katika familia ya Ulakule, si kwa sababu wao ni maalum peke yao, kwa sababu wana wenzao wengine ambao wameachiwa pia watu 7, hapana, lakini kwa sababu kuna kitu ambacho kinazidi. Familia nzima hii tunayozungumzia ndio ambayo ilichukuliwa, na familia nzima hii walioonekana au 10 walioonekana, waliopatikana 9 walioonekana miongoni mwa 16 waliochukuliwa, wao walikuwa watu wazima, watu ambao miaka 60, 70, 80, wengine karibu miaka 100. Tupe habari kuhusu kwanza familia hii, halafu tuende katika hizi njia ambazo nimeomba upe ufafanuzi. Sawa. Kwanza nimekuelewa, maanake naona umependekeza kwamba tulifafanue katika njia kama 4 umesema. Naam. Njia ya kwanza ni njia ya haki, ya kisheria, kiimani na kibinadamu. Naam. Sawa. Na nikianza na hii ya familia ya Ulatule ambao umependekeza kwamba tuwataje, nafikiri sio vibaya nikaangalia kidogo, manake angalia kwenye mashine hapa. Ulatule hawa familia ya Ulatule 5 ambao walikuwa wako kwenye shauri hili. Wa
kwanza anaitwa Mohamed Ulatule, Ndio. ana miaka 70, na wa pili anaitwa Hamisi Mohamed Ulatule, huyu ana miaka 61, na watatu anaitwa Nasoro Suleiman Ulatule, huyu ana miaka 41, na wa nne anaitwa Rajabu Ali Mohamed Ulatule, huyu ana miaka 34, na watano anaitwa Ramadhani Hamisi Mohamed Ulatule, huyu ana miaka 29. Kwa hivyo hawa ni watu watano katika familia ile ya Ulatule, na hawa ni tuliwahi kuzungumzia huko mwanzoni kabisa kwamba walikuwa na mkubwa wao kabisa, mzazi wao alikuwa anaitwa Mzee Suleiman Ulatule. Huyu wakati alipokamatwa alikuwa na miaka 90 na mpaka alipofariki alikuwa gerezani alikuwa na miaka 99, na kabla yake alitanguliwa na kufariki na mdogo wake ambaye alikuwa anaitwa Saidi Mohamed Ulatule, alikuwa na miaka kama 70 hivi na kidogo, yeye alikuwa gerezani. Kwa hivyo familia hii imepoteza watu wawili wakati wakiwa wako gerezani. Hawa ni wale ambao walikuwa wako gerezani, lakini katika historia ya kukamatwa kwao, hawa walikamatwa 16. Baada ya kukamatwa 16, baada ya siku, wakati familia ikiwa na watoto hawajui wako wapi wote 16, baada ya muda fulani ikagundulika kwamba 7 wako katika gereza la Segerea, kwa maana kwamba hawa tayari wamepelekwa mahakamani, wamefunguliwa mashtaka hayo ya ugaidi, lakini 9 katika hao wao hawajulikani walipo mpaka leo. Hawakupelekwa gerezani na hawajulikani mpaka leo. Katika hao kuna watoto wa kike wawili, ni watoto wa yule marehemu Saidi Ulatule, nao ni katika wale 9 ambao hawajulikani walipo mpaka leo. Kwa hiyo miaka 10 sasa hivi hao watu 9 wa familia moja hawajulikani wako wapi, na hawa 7 ndio walikuwa gerezani. Katika hao 7 wawili wamefariki wakiwa gerezani na watano ndio hawa. Kwenye jambo hili kuna tafakuri kubwa sana, kwa maana kwamba inawezekanaje ikawa familia moja wote wakawa wahalifu, tena wahalifu wenyewe inadaiwa kwamba walikwenda kuvamia kituo cha polisi. Yaani yule Mzee Suleiman Ulatule ambaye ni kiongozi wa familia ile mwenye umri wa miaka 90, huyu alikusanya wadogo zake, familia zake, watoto wa ndugu zake na wajukuu zake wote, akaamua kwamba aunde kikosi kile alafu aende kuvamia kituo cha polisi. Hii ni jambo ambalo ninadhani hata watawala wanapaswa kutumia hata ile logic, mantiki, wakaweza kuona ukweli wa jambo hili jinsi ulivyo. Lakini hawa watu wanateseka huko ndani na wanateseka. Sawa. Siku moja waandishi wa filamu wakija wakitengeneza filamu kuhusu mkasa huu hasa, huenda filamu hii ikashinda tuzo zote za dunia ikiwemo ya Oscars. Maana yake kama unavyosema kwamba Mzee Suleiman ule kule, Mwenyezi Mungu amrahamu, sasa akiwa na miaka 90 anamkusanya ndugu yake ambaye wakati alikuwa na miaka 70 na mwingine ambaye alikuwa na miaka 50 na mwingine ambaye ana miaka 30, mwingine na wajukuu na watoto wake wa kike na wajukuu zake, anaambia sasa twendeni tukavamieni kituo tukamue askari mmoja. Ndio alafu yatokezea yote, baadaye yatokezea wengine 9 mpaka leo hajulikani walipo, wakiwemo watoto wa kike ambao hatujui yanatokezea kitu gani mpaka sasa. Hakika naam. Alafu hii ni familia maarufu sana kule kwao Mkuranga. Ni familia wa wakulima, ni wazalishaji wakubwa wa mazao ya chakula na biashara katika mji wao, na ni watu wenye heshima kubwa. Naam. Watu ambao wana hadhi kubwa, watu wenye heshima kule kwao. Hiyo kama hili lina muhimu sana katika jamii muhimu sana katika taifa. Lakini angalia jinsi ambavyo maisha ya watu yanavyochezewa, haki za watu na kadhalika. Kwa hivyo nafikiri hii ni ile picha ya ile familia ya Ulatule. Lakini kurudi kwenye zile hoja zako, naam, katika mtazamo wa haki. Katika mtazamo wa haki, jambo hili limeondoa haki kwa kiasi kikubwa sana. Linaondoa haki kwa kiasi kikubwa, sababu miongoni mwa haki za mtuhumiwa ni pamoja na kuelezwa tuhuma yake, yani kosa lake. Maana yake hawa watu wako gerezani kwa zaidi ya miaka 10, lakini hawajui wamekosa nini, kwa sababu unapomkamata mtu ni lazima baadaye uende mahakamani ukathibitishe kwamba huyu mtu amekosa nini. Hawa watu wana miaka 10
yani hawajui makosa nini. Si ulisema kwamba angalau hawa wa familia ule kule wao wanaambiwa kosa lao ni kumuua polisi, kuvamia kituo na kumuua polisi, au Hiyo ni tuhuma, ndio nachozungumzia, kuithibitisha hiyo tuhuma sasa. kuithibitisha tuhuma? Naam, 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 Sasa naam. mwaka wa 10, yani hiyo haijafisha. Kwa hivyo hili jambo unaona kwa kiasi kikubwa kabisa linaondolea haki zao, haki za kisheria, haki za kibinadamu, haki za kiutu. Kwa hivyo kisheria iko hivyo kwamba kihaki hawa watu wamenyimwa haki kubwa sana. Iko wamenyimwa haki ya kuwa kwenye jamii, wamenyimwa haki ya kuwa na familia zao, wamenyimwa haki ya kusikilizwa, maana hawasikilizwi. Sababu wanataka na wao pale mahakamani wapate fursa ya kusikilizwa, hawasikilizwi, lakini wanaendelea kuteseka kwa muda wa miaka 10. Kwa hivyo tunaona kwamba ni taratibu haustahiki kabisa kufanyiwa binadamu. Iko hivyo. Sheria ni kwamba hili jambo linaonyesha ule udhaifu uliopo katika mfumo wetu wa sheria nchini Tanzania, kwa sababu mfumo wetu wa sheria ndio umetengeneza haya mazingira yanayowawezesha hawa vyombo vya dola kuendelea kuwakandamiza watu. Sheria inawaruhusu kwamba wanaweza kumkamata mtu na kumrudisha tena mahakamani. Yaani unaweza kumkamata mtu, unaweza kumwachia mtu huru alafu kumkamata tena mahakamani, au mtu anaweza kaachiwa huru na mahakama alafu hawa watu wa dola wakamkamata kumrudisha tena. Mtu anapoachiwa na mahakama, tafsiri yake hapa ni kwamba hukumu imepita. Ndio tafsiri ya kuachiwa na mahakama. Ukiachiwa na mahakama, maana yake kwamba mahakama imekuwa huna hatia. Unapomkamata mtu ukamrudisha mahakamani, wewe huyu mtu amefanya uhalifu lini tena baina ya kutoka hapa mahakamani? Amefanya uhalifu muda gani? Na kwa bahati mbaya hawa watu wanaokamata, yani wanawachana kuwakamata wakiwa mikononi mwao, yani umemshika mtu hivi alafu unasema nimekuachia afu unamkamata. Kwa hivyo hii inaonyesha jinsi ambavyo kulikuwa na tatizo katika mfumo wa sheria. Lakini pili, sheria inawaruhusu hawa watu wa dola, inawaruhusu kubadilisha mwaka wa shauri, anwani ya shauri. Yani kwa mfano hawa juzi walipokamatwa wakapelekwa wakaachiwa alafu wakafunguliwa shauri jipya. Hili shauri linafunguliwa kwa namba mpya ya mwaka 2025. Kwa hiyo katika mfumo wa sheria hapa Tanzania sasa hivi itasomeka kwamba hawa wanashtakiwa, yani ni watuhumiwa wa mwaka 2025. Ile miaka mingine 10 ishafutika yote ile. Yani ina maana kwamba hakuna shauri lile. Ile shauri kwamba hao watu walishaachiwa. Sasa hii ni hila ambayo inawawezesha wao katika sura tofauti tofauti, inawawezesha katika kufikia malengo yao ya dhulma katika sura tofauti. Kwanza kabisa, kwa mfano kinachotokea hapa, inawezekana wakubwa wale viongozi labda wa juu wakaagiza, jamani, zile kesi zote, au kaviagiza vyombo, labda wakamuuliza mwanasheria mkuu mkurugenzi wa mashtaka na watu wa usalama kwamba hakikisheni kesi au mashauri yaliyokaa mahakamani kwa muda mrefu, hakikisheni kwamba yanamalizika ndani ya muda labda mwaka mmoja. Yani wakati fulani huwa inatokea kuna order kama hizo, ili kuondoa ile sura mbaya ambayo inaendelea kuona kwamba taifa labda linawakandamiza watu, limeweka watu kwa muda mrefu na nini. Kuna wakati viongozi wanajifaragua, wanasema hivi. Sasa hii mfumo huu wa sheria unawawezesha hawa watendaji kukwepa ile order, kwa sababu wakishafuta ile shauri alafu wakaukamata wakafungua shauri ile ambalo lilikuwa na mwaka 2015 wakalifundisha wakalipa anwani ya mwaka 2025, yani maagizo kwamba malizeni zile kesi za muda mrefu yanakuwa yametekelezeka. Lakini kwa hila, manake ni kutumia watu wamefuta ile shauri, lakini watu wamebakia ni wale wale, ushahidi ni ule ule, shauri ni ile, na watu wako gerezani, lakini inaonekana wameshughulikia zile kesi za muda mrefu kuzimaliza. Maana ile kesi, kwa mfano hawa kesi yao ni 2015, kwa hukumu iliyotolewa jana ni kwamba zile kesi miongoni mwa kesi za muda mrefu hii imeshughulikiwa, wametenda haki. Maana wale watu walikuwa gerezani kwa muda mrefu wametendewa haki kwa sababu wamehukumiwa. Au angalau manake tukiita haki itakuwa tunaipa jina kubwa, angalau tuseme kwamba wametekeleza maagizo pengine waliopewa na wakubwa wao walivyosema mwanzoni, kwa sababu haki haiwezi kuwa miaka 10 baadaye unasema kwamba unafuta kesi wakati miaka 10 yote hukuwa na kesi ya kuwashtaki watu. Lakini pengine hii Shaponda inaweza kusema kitu kimoja kwamba huenda kweli
Huenda kweli uongozi wa juu uliopo umewahi kutoa maagizo ya jambo hili kufanyika, ya kufutwa kesi zote ambazo zimeendelea miaka mingi kama hiyo na hazijakuwa na ushahidi mahakamani. Huenda kweli imetokezea kitu hicho. Imewahi kufanyika hivyo. Nakumbuka, lakini muda mrefu kidogo. Nakumbuka rais aliwahi kusema, aliwahi kutoa maagizo kwamba zile kesi za muda mrefu, yani zishughulikiwe, ziondoke mahakamani. Sasa mfumo wa sheria unawaruhusu hawa watu kuendeleza nia ile ya kuwadhulumu watu kwa kutumia utaratibu huo, kwamba wanampeleka mtu mahakamani alafu wanafuta lile shauri lake, wanamfungulia kesi mpya. Kwa hivyo inakuwa ni kesi ya 2025 badala ya kesi ya 2015, wanakuwa wameshughulikia ile maagizo. Kwa Lakini sasa hivyo ni kwamba kumekatika mkufu wa mawasiliano au wa kuheshimiana, maanake mawasiliano ndo yapo. Kumekatika mkufu wa kuheshimiana baina ya mamlaka ya juu na watekelezaji wa amri kutoka mamlaka ya juu, maanake wale wako chini. Kwa sababu ikiwa mamlaka ya juu imetoa amri kama hiyo kwamba kesi za aina hii zifutwe, ziondoshwe mahakamani kwa sababu zimekuwa za muda mrefu, ni dhuluma kwa raia wasiokuwa na hatia kwa muda mrefu kabisa, waliopokea amri hiyo kutekeleza walioko chini yake, maanake kutoka mamlaka ya juu, wakaitekeleza kwa ujanja, wakaitekeleza kwa hila namna hiyo, maana yake ni kwamba hawaheshimu mamlaka iliyoko juu. Yani ni kwamba walichokifanya ni kwamba wamefanya ulaghai. Lakini sasa kitu cha kushangaza ni kwamba jambo kama hilo lilikuwa linafahamika, yani inafahamika kwamba kuna mamlaka zinaendelea kuwadhulumu watu, ambapo tunavyofahamu ndio wakubwa wanatakiwa wachukue hatua. Kama nyinyi imefika mahala mkaagiza kwamba kesi ya muda mrefu zimalizwe, si ndio? Watu wakafika mahala wakafanya, unaweza ukasema sisi lugha gani tuseme hii, si tuseme kama ni utundu, tuseme kama ni ulaghai, tuseme ni ukaidi au kukaidi pia. Unasema kwamba umemaliza shauri lililopelekwa mahakamani mwaka 2018 2015 umelimaliza, lakini shauri hilo vielelezo vile ni washtakiwa wako mahakamani na wanaendelea kuwepo gerezani vile vile. Sasa unasemaje umeshughulikia kesi ya muda mrefu kwa utaratibu kama huu ambao ni ulaghai unaonekana wazi wa moja kwa moja? Lakini haya ni mateso yanaendelea kufanyika dhidi ya watu kwa hila. Kwa hivyo hapa nilikuwa nazungumzia ule mfumo wa sheria. Naam. Ila tatu katika udhaifu wa mfumo wa sheria. Kwa mfano hili shauri sasa linaweza kuendelea kukaa miaka 10 tena, kwa sababu hili sheria hii shauri mwaka 2015 ilipofika 2016 waliifuta tena hii. Kwa hivyo wakalipa namba nyingine, ikawa ni shauri la mwaka 2016. Kwa hivyo ilipofika sasa mwaka 2023 baada ya miaka kama 8 ikawa upelelezi umekamilika. Ndio sasa ikabidi wakapangiwa tarehe 4 na tarehe 5 ili ianze kusikilizwa. Kwa utaratibu uliotokea juzi, ina maana kwamba watarudia kwenye ile hoja ya kwamba hawajakamilisha upelelezi, wanaanza upya upelelezi. Kwani Sheikh Ponda wamefunguliwa tena mashtaka ya ugaidi? Ndio, na ni yale. Kumbe ni kesi ile mashtaka yale ndio ambayo yametia ndani, na wanaruhusiwa kufanya hivyo kwa mujibu wa sheria. Kwa hivyo ina maana kwamba kwa kufutia mashtaka juzi, ile kukamilika kwa ushahidi ambapo ulikuwa umekamilika mwaka 2023 kule hakupo tena. Ina maana ushahidi haujakamilika. Kwa hivyo sasa hivi wanaanza upelelezi. Kwa hivyo kama walivyochukua miaka 8 kufanya upelelezi kwenye ile shauri mpaka kufikia mwaka 2023, basi ina maana kwamba wanaweza kuchukua miaka 8 tena kuendelea kutafuta upelelezi. Kwa maana kwamba kwa mfumo wetu wa sheria ni kwamba unawaruhusu sasa, kwa sababu upelelezi ushakamilika. Ile kukamilika kwa upelelezi ina maana imefutika. Ile kukamilika kwa mwaka 2023 kumefutika, wanaanza upya upelelezi wa shauri hilo la mwaka 2018. Kwa hivyo hawa watu matarajio huenda wakakaa tena miaka 10 gerezani, kwa sababu upelelezi wa hizi kesi kwa hapa kwa Tanzania upelelezi unachukua miaka 8 10. Kwa hivyo ina maana kuanzia tarehe 4 wanaanza upelelezi. Kwa hivyo unaweza kuchukua miaka 8 kutoka leo 2025, pengine miaka 8 inakuja huko mbele ndio ukakamilika upelelezi. Hawa watu kitu ambacho kinapelekea kwamba inawezekana watu ukafa kabisa wote gerezani. Hapa nilikuwa naeleza ile nukta ya pili kwamba tunaliangalia katika mfumo wa sheria. Naam. Ni mfumo mbaya na unatumika vibaya na watawala wanaona,
lakini hawako tayari, na ndio maana muda mrefu kabisa mapendekezo ya kitaalamu ya watu wote wenye busara wamependekeza muda mrefu sana kupitiwa mfumo wetu wa sheria katika maeneo tofauti tofauti, iwe ni kwenye maeneo ya siasa, kwenye maeneo labda ya haki tu za kawaida na kadhalika, kwa sababu mfumo wetu wa sheria ni mbovu sana. Naam. Na unawezesha watu kufanya dhuluma dhidi ya wananchi kama hivi. Yaani watu wataendelea kukaa na miaka 10, na inatengenezwa kwa makusudi kabisa. Hii biashara ina faida gani kwa taifa? Biashara ya kuchukua watu ukaweka gerezani ukawa nao tu, alafu unashindwa kutimisha kupata ushahidi. Brother Hassan, kwenye kesi hizi ushahidi huwa unakamilika siku ile ile anapokamatwa mtu, kwa sababu wewe umempeleka mtu mahakamani na umetaja kosa alilofanya, kwamba huyu mtu nimekuja kumfungulia mashtaka hapa, amevunja duka na ameiba, na vitu alivyoiba tunavyo. Unatafuta ushahidi gani? Hakuna ushahidi zaidi ya ushahidi unakwenda. Ukishampeleka mtu mahakamani, ushahidi umekamilika siku ile ile. Sisi hapa Tanzania mtu anakaa miaka 8 kwa hoja ambazo sio za kweli, hoja ambazo ni za uongo. Maana kwamba unatafuta ushahidi, unatafutaje ushahidi? Lakini unabadilisha shauri kila siku, unabadilisha. Kwa hivyo katika nukta hii ya sheria nilikuwa nazungumzia ule udhaifu uliopo katika mfumo wa sheria na unavyotumiwa na mamlaka zilizo, na ni eneo ambalo viongozi walipaswa kuliangalia, kwa sababu hizi sheria, mfumo na hivi vyombo vinatesa wananchi, vinadhulumu, havileti maendeleo katika nchi, so vinaharibu maendeleo ya wananchi. Nukta ya pili, umezungumzia swala la kiimani. Kiimani, jambo hili lina mguso mkubwa, kwa sababu hili jambo, hao watu wamekamatwa kama Waislamu, viongozi wa dini wa Kiislamu wamekamatwa kwa muda mrefu kabisa. Hili jambo linawauma sana watu wa dini, linawauma Waislamu, kwa sababu kwa nini mnakamata viongozi wa dini ya Kiislamu? Huwezi kutengeneza taswira mbaya kwa viongozi wa dini. Huwezi kutunga sheria inayolenga dini, inachafua dini katika taifa ambalo halikutegemewa hivyo. Hata wakoloni waliheshimu dini. Wakoloni waliheshimu dini za watu. Ajabu kwamba sisi tumefika mahali hatuheshimu dini za watu. Na dini ndio ina mchango mkubwa kwa hawa watawala. Waelewe kwamba taifa lililonalo, dini imekuwa na mchango mkubwa sana. Ukisoma katika historia ya Tanzania, Waislamu wana nafasi kubwa kabisa. Wao ndio wamekipa nguvu chama cha TANU, na mpaka chama cha TANU mpaka nchi inapata uhuru, wana nguvu kubwa katika kile chama. Leo hii umefika mahala kwamba malipo yao ndo hayo: kamata, tia ndani Waislamu bila sababu, tesa watu, na mtesa kiongozi wa dini bila sababu. Mahakamani unashindwa kuthibitisha. Chukua shekhe, unampeleka mahakamani, unamweka ndani muda mrefu, unashindwa kwenda kuthibitisha kwamba huyu shekhe kafanya kosa gani. Mpaka leo kina Sheikh Mselem wamekaa ndani miaka 8, wanazuoni wakubwa wametoka. Imefika siku kuzungumza hukumu pale, serikali imeshindwa kuthibitisha kwamba hawa mashekhe walifanya kosa gani. Hawana kosa. Utaratibu huu tunakwenda wapi? Kwa nini tunafikiri hivi? Kwa nini tunajenga tabia namna hii? Inatusaidia nini? Hatima yake itakuwa nini kwenye taifa hili? Faida gani tunapata kujenga mfumo wa namna hii? Kujenga vyombo vinajenga uhasama na makundi muhimu na watu muhimu katika jamii. Viongozi wa dini wana mchango mkubwa katika ustawi wa taifa letu la Tanzania. Historia yote soma, chungu mzima viko pale. Mwalimu Nyerere mwenyewe kafanya kazi na viongozi wa dini, ndio walimpokea mashehe, kakaa nao hapa muda mrefu. Leo inakuwaje dini yao ugaidi? Yaani ile dini ambayo ndio viongozi wake walifanya kazi ya kupigania uhuru, leo hiyo dini imekuwa ugaidi na inatungiwa sheria ya kigaidi, na wanaokamatwa ni hao watu wa dini wako ndani. Kwa hiyo kiimani ni jambo baya sana, lakini tukio la juzi ni jambo baya, kwa sababu huu ni mwezi mtukufu Ramadhani. Unapofika mahala ukawatesa watu kiimani, kimatumaini, kisaikolojia, maana unachukua unaweka watu mahakamani kwa maana kwamba unaenda unasema mmeachiwa huru, alafu unawakamata tena. Na hii tukio linafanyika bila kuheshimu, kama katika kipindi cha mfungo mwezi mtukufu Ramadhani. Watu walifurahi sana siku ile waliposikia wametoka. Siku ya pili yake wale watu walifurahi wote. Unafika mahala unaingiza chuki, unaingiza ni uchungu kwenye nyoyo zao, unatuonesha donda. Maana angalau hata watu wangebaki kwa sababu mahakamani huko gerezani,
Leo unachukua mahakamani afu unafanya watu walikuwa na matumaini, wamesha daftari, watu walikuwa wamefurahi kwamba tutafuturu pamoja na watu wetu ambao wamekaa gerezani kwa muda mrefu, na wao pia walikuwa wanafuturu. Ni jambo la mguso mkubwa sana wa kiimani. Hili jambo Naam, naam. linafanywa na watu hawa, watu wanaofanya haya hivi wanashindwa kutoa hata na busara ndogo ya kuzingatia ya mazingatio, tunashindwa kuelewa hapa na namna gani. Kwa hivyo ukiangalia lina mguso mkubwa sana kiimani hili jambo. Naam, naam. Lakini umezungumzia swala la kibinadamu. Binadamu, hili ni swala ambalo mtu yote alitakiwa azingatie. Hao watu wanakosa gani? Hao watu wamekaa ndani muda mrefu, miaka 10. Hao ni watu wana familia, watu wana watoto, watu wana heshima zao. Kwa nini ufika mahala unamtesa mtu bila sababu? Yaani unamchukua mtu unamtesa, huo sio binadamu. Unamchukua mtu unamtesa, sio binadamu. Unamtesa mtu kwa kosa gani? Huyu mtu kama anakosa, mbona usemi? Kama amefanya uhalifu, mbona uthibitishi? Lakini hujui kama unamtesa huyu mtu unapomweka gerezani. Unamtesa mtu mpaka anakufa. Watu wamekaa gerezani, wamepata mateso kule, hakuna dawa, hakuna chochote. Sisi hapa kila siku tukienda kuangalia kule tunarudi na vyeti, kwa sababu wanaumwa, hakuna dawa. Kwa hiyo tunalazimika tununue dawa tuwapelekee kule gereza. Watu wanateseka anisa hawali. Unajua gereza ni gereza, maisha ya gerezani kila mtu anajua. Mimi nimekaa sana kule, ni Naam. maisha mazito, unatesa watu bila sababu. Kwa kibinadamu inashangaza kwa nini watu wanafanyiwa unyama kiasi hiki. Kwa hiyo nizungumze kwamba kimsingi hili jambo linakiuka kabisa zile haki za binadamu, na huwezi ukasema kwamba Tanzania yetu ni nchi ambayo inazingatia haki za binadamu. Viongozi hawazingatii. Kama wangelikuwa wanazingatia haki za binadamu, kama ingelikuwa wanazingatia haki za binadamu kama wanavyozingatia maslahi yao ya kisiasa, kwa kweli haki zingetendeka. Naam. Sasa wanazizingatia sana. Utaona viongozi wetu wanakwenda kwenye mikutano, wanajadili kule siasa, wanakwenda huko, wanafanya mambo chungu, wanakutana na watu, wanajadili hoja, wanagawa sui fedha, wanafanya nini, wanazingatia kwa sababu wale ni wapiga kura, kwamba watawapigia kura ili waendelee kuwepo madarakani. Wanajali sana yale mambo yanayohusu maisha yao, wanajali sana. Lakini wanapaswa kuwa na busara, wazingatie. Na especially kwa mfano tunapoona sasa tunaenda kwenye uchaguzi, si ndio? Naam, naam, naam. Tunaenda wanakwenda kwenye uchaguzi sasa hivi wao wenyewe. Alafu unafanya matukio kama yale. Unachukua watu unazidi kuweka ndani, unatesa, unachukua watu wengine unatoa. Wewe unategemea vipi watu watakupa ridhaa gani? Yaani watu wakuchagua wewe uingie pale uendelee kuwatesa. Nani atakupa ridhaa yake? Hakuna mtu atakupa ridhaa yake. Matokeo yake ndio hayo, ndio mtaanza kufanya mifumo tu ya kuiba kura na kadhalika, kwa sababu watu hawawezi kupata ridhaa. Watu wakupa ridhaa, wewe mtu ambaye anakuona kama unashughulikia maendeleo, Uadilifu pia ambao unawaheshimu. Mtu mheshimu mke wake, humheshimu baba yake, humheshimu mdogo wake, anakufa nani, baba yake anakufa, nani, mzazi yake anawekwa jela mpaka anakufa. Unashindwa kumwambia kwamba huyu baba yako amefanya kosa gani? Huyu mtu utakwenda kwake umombe ridhaa akupe uongozi, atakupa? Hakupi. Sasa sisi tunaangalia mambo katika mtazamo wa tunakuwa na maswali mengi ambayo tunashindwa kupata majibu. Naam, naam. Haya yanafanywa na vyombo vya dola, yanafanywa na tawala, yanatusaidia nini sisi kama Watanzania? Yaani taifa lina benefit, linapata faida gani? Ndio maswali ambayo sisi tunashindwa kuyapata majibu. Mfumo huu unatusaidia kwenda wapi? Si ndio? Hata hao wakoloni wafanya hivi, sisi tumewaondoa koloni kwa maana kwamba tuwe huru, tuishi vizuri, tuheshimiane. Wameingia wenzetu madarakani, wanatufanyia yale ambayo wakoloni hawakufanya. Yaani wao wanafanya ukandamizaji mkubwa zaidi kuliko ule uliofanywa na wakoloni. Maana yake hata wakoloni hawakufanya haya. Huko tumekaa kusikia historia yote, tunasoma sisi historia ya kwamba wakati wa Ujerumani, wakati wa Uingereza wanatawala Tanzania, kwamba maiti zilikuwa zinaokotwa barabarani na maiti hizo zimeuawa na vyombo vya dola. Hatukuwahi kuona hiyo, hatukusikia hiyo kwamba imetokea kwenye utawala wote, hatukusikia. Wakoloni hawakufanya hivyo. Leo hii Waafrika wenzetu wamekaa pale, wanawatazama Watanzania, wanatazama raia wenzao kama vile takataka.
lazima wakubaliane na yale wanayotaka wao. Mawazo yao wakifikiri, wakitoa mawazo yao, hao ni watu waovu, ni watu ambao hawastahiki kusikilizwa, wanastahiki tu watafutiwe tuhuma yoyote ile, wapotezwe, wawekwe ndani. Yani mtazamo kama hii hatufai. Hii ni tatizo kubwa. Naam, tatizo kubwa kwa hakika. Na katika mfano huu tunaozungumzia familia ya mzee ule kule pamoja na wenzao wengine ambao tunazungumzia, hata hatuna uhakika kama wametoa kauli yoyote ile ya kupinga serikali au kauli yoyote ambayo ni kinyume na watawala kabla hajafika aliyowafika. Manake sisemi kwamba kutoa kauli ya kupinga utawala, ya kupinga serikali ni kuna kuhalalishia kufanywa waliofanyiwa, lakini angalau huwa wanapata kisingizio kwamba huyu katoa kauli ya aina hii, lakini hawa hatujapata ushahidi wote wa aina hiyo. Ni watu ambao kama unavyosema kwamba familia nzima pamoja na wenzao wengine ambao si katika familia hiyo wamechukuliwa katika matukio mbalimbali ambayo hakika yanadhihirisha kwamba ni dhuluma inayotendwa kwa jina la sheria. Shaponda, nakushukuru sana kabisa. Tumepata kuzungumza kidogo pia leo baada ya muda mrefu kutokana na kadhia ambayo imetokezea Ramadhani hii, na wakati mwingine wote hatuna kufanya zaidi ya kuyazungumza haya na pengine kupaa sauti zetu, na pengine katika kufanya hivi ikawa kuna kheri ambayo inapatikana, na kama haikupatikana itakuwa tumeweka ushahidi tu kwa Mwenyezi Mungu kwamba sisi tulitimiza wajibu wetu. Tuambiwa kwamba unapouona uovu basi uondoe kwa mkono wako, huwezi uondoe kwa ulimi wako, angalau kusema. Kama huwezi basi angalau uchukie. Tumia mikono yetu kwa njia hii, tutumia ulimi wetu kwa njia hii, tutumia nafsi zetu kuchukia dhulma kama ambayo inatendwa kwa jina la sheria. Allah kuhifadhi na aendelee kupa nguvu katika mapambano haya ambayo anapambana kwa ajili yake na kwa ajili ya waja wake. Asante Shaponda. Sasa nashukuru sana. Asante. Shukrani. Kitu kimoja nimesahau kabla tujaondoka Shaponda, nimesahau, nilikuwa nataka tangu mwanzo nikuulize kwamba ikitokezea kuna watu ambao wanataka kuchangia hizi harakati za kuwasaidia wenzetu kwenda kuwatembelea gerezani, kuwapatia dawa na vyakula wakati wa Ramadhani, kwa mfano kupata futari yao, vipi wakufikishie au wafikishie kwenye jumuiya yako au pamoja na wenzako mchango yao? Je, kwa nambari ya simu ambayo unaweza utajia hapa? Nambari ya simu ni 0675 83 95 10. Asante. 675 83 95 10. Na kwa wale ambao wanaweza kupenda kuja moja kwa moja, wanaweza kuja Ilala katika Masjid Taqwa, Ilala mtaa Bungoni. Kuna msikiti unaitwa Masjid Taqwa. Wakifika pale tutakuta ofisi zetu ziko pale. Kwa hiyo tunawashauri ni muhimu zaidi wajitokeze kuwasaidia wenzetu walioko magerezani, hasa katika kipindi hiki cha mfungo mtukufu wa Ramadhani. Wenzetu ni wahitaji wakubwa kule. Kwa kweli kama mtu hakupata iftari kutoka nje, na kama imani yake sio kubwa, uwezekano mkubwa sana kupata kufunga. Lakini bahati nzuri kwa kipindi hiki cha mwezi wa Ramadhani kinasaidia sana watu wa hata wale ambao hawafungi wanafunga. Yani ni kipindi kinachosaidia sana kubadilisha hata tabia za watu kulingana. Kuna Waislamu ambao walikuwa off, lakini mwezi wa Ramadhani wanabadilika, na unapomaliza Ramadhani wengine huwa wanabakia kuwa watu wazuri. Kwa hivyo utaona kwamba ili kuwahudumia kwenye mwezi wa Ramadhani kuna faida kubwa sana kwa watu walioko. Kwa ni washauri kwamba watu wajitokeze kwa wingi kwa ajili ya kuwapatia iftari wenzetu Ramadhani. Na kwa sisi hapa Dar es Salaam watu tunahudumia karibu magereza yote yako Dar es Salaam, lakini pia magereza ya mkoa wa Pwani. Kwa hivyo inshallah naomba watu watekeleze hili jambo kwa sababu ni wito wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu anasema ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا, wanawalisha chakula mayatima, miskini na wafungwa. Mwenyezi Mungu wafungwa hakusema umefungwa kwa sababu ya wizi, umefungwa kwa sababu ya mtu na nini. Maadamu mwenye mfungwa, Mungu anasema hawa watu wapewe huduma, walisho. Ni aya katika Qur'an, ni agizo la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo tutekeleze agizo na tunapotekeleza mwezi wa Ramadhani tunapata fadhila kubwa sana. Tunafanya biashara kubwa sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, biashara ambayo itatufanya kupata mapato makubwa sana. Asante Sheikh Ponda, Mwenyezi Mungu ajalie kwamba tushirikiane kwa pamoja na wenzetu kwa ajili ya kutekeleza
jambo hili la kheri la kuwasaidia wenzetu ambao wapo katika shida, katika dhiki, hasa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndugu watazamaji ambao mmeshiriki katika kutazama video hii, tafadhalini, mmezisikia nambari hapo na tutaziandika hapa pia. Basi hima shime katika kufanya kheri hii, pengine angalau katika kufanya hivi tukapunguza machungu katika machungu ambayo wanapata watu wetu. Hatuwezi kuondosha bila haki yao kupatikana, lakini angalau tunaweza kusaidiana nao, kuchangiana katika machungu ambayo wanaishi nayo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.